Na kwengineko, mamlaka ya usambazaji maji ya Pwani imekana madai ya magavana wa eneo hilo kuwa wamezembea katika utendakazi wake na kusababisha uhaba wa maji kwa wakazi wa Pwani. Afisa mkuu wa mamlaka hiyo, Hamoud Mguza, badala yake amesema mzigo wa madeni ya kaunti umezidi kulemaza kazi zao. Mamlaka hiyo sasa imewataka magavana wa kaunti za Mombasa, Kwale, Kilifi na Taita Taveta kulipa madeni yao ya zaidi ya bilioni 1, kama vile Francis Mtalaki sasa anavyoarifu. Kwa muda sasa wakazi wa Pwani wamekuwa kikata kiu kwa kipimo, uhaba wa maji sasa ukizua mgogoro kati ya magavana wa Pwani na kampuni ya usambazaji maji. Magavana wakifoka na kulaumu kampuni ya Coast Water kwa utepetevu. It's urgent. And our demand, we say, the problem we have also, the guys of Coast Water are sitting in the offices. We don't see them anywhere doing interventions. Na tunasema ya kwa hii management ambayo kwamba iko pale na hii board ya Coast Water, kila moja tu aangaliliwe kazi nyingine afanye, lakini maji si mambo ambayo kwamba wanaweza kuyafanya. Kulingana na kampuni hiyo, serikali za kaunti ya eneo la Pwani zimekuwa zikipokea maji lakini hazilipi huduma hiyo licha ya vikao kadhaa, magavana wakishutumiwa kwa kutoa ahadi bila vitendo. We agree they do a payment plan. They don't come back at all. We sit here with the CECs, the MDs. We've called them here several times. Sometimes we even take our time, go to their offices. But one thing, when you talk about the debt, most of them, as maybe you saw it yesterday, they dismiss it. Kufikia sasa kampuni ya maji kaunti ya Kwale inadaiwa zaidi ya shilingi milioni 305, ikifuatwa na Taita Taveta deni la shilingi milioni 284, Kilifi shilingi milioni 271, Mombasa shilingi milioni 111, huku Mawasco ya Malindi ikiwa na deni la shilingi milioni 101. Fedha hizi ikiwa ni zaidi ya shilingi bilioni 1 kuanzia Agosti mwaka 2022 na bilioni 5 tangu ugatuzi kuanza. And the way we are going, we are not sure whether the WSPs will be paying us so that we can pay the loans. As I'm telling you, as we talk right now, the Coast Water debt, which we are supposed to pay to the people who funded the earlier projects, is in the tune of 19 billion. Magavana wametakiwa kulipa madeni ili kuhakikisha wakazi wa kaunti hizo za Pwani wanapata maji. We sell the water at the rate of 34 shillings per cubic meter, and the WSPs are selling the water at the rate of, like Mombasa is selling at 150. For us to be sustainable, the WSPs have to pay us 95%. Magavana wamekuwa wakishinikiza kuvunjiliwa kwa bodi ya maji, wakidai uhaba wa bidhaa hiyo muhimu unatokana na utepetevu katika shirika hilo. Francis Mtalaki, Ringa ya Citizen.